Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtakia ziada rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru makamu mwenyekiti wa TISTA kwa uwasilishaji wa matokeo ya upimaji wa darasa la 7 na darasa la 4 wa elimu ya dini ya Kiislamu. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru nyie wanahabari kwa kuhudhuria katika mkutano huu maalum wa kutangaza matokeo haya. Lakini pia niwashukuru wadau wote walioshiriki kwa namna moja au nyingine katika kufanikisha matokeo haya. Lakini pia katika wale ambao walishiriki katika ufundishaji mpaka ikafikia wanafunzi wakawa na weledi katika kushiriki katika mitihani hii. Lakini kubwa kabisa, kabla sijaingia kwenye ajenda yangu hii ya kuzungumzia taarifa ya historia ya elimu ya dini ya Kiislamu, nilichokigundua katika matokeo haya ya mitihani ambacho kinatia matumaini makubwa ni kwa namna ambavyo nimeona wanafunzi wa kike wamekuwa na hamasa kubwa sana katika kushiriki somo hili la elimu ya dini ya Kiislamu, na tunaamini kwamba vijana wa kike ni chachu kubwa sana ya maendeleo katika jamii yetu. Lakini ni jamii ambayo katika maeneo mengine iliachwa nyuma. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba katika somo la dini ya Kiislamu vijana wa kike hawajaachwa nyuma. Kwa hiyo hilo, mwenyekiti, ni jambo la kushukuru na kupongeza sana, kwa sababu nimeona asilimia ya vijana wa kike walioshiriki ni asilimia 54.9 kama sikosei, ukilinganisha na asilimia ya wavulana. Na maadili mema yakisimama kwa vijana wa kike, ni dhahiri kwamba tutakuwa na kina mama wazuri ambao wengi ndio walezi wa kwanza wa jamii yetu na familia zetu. Kwa hiyo kwa hilo tuwapongeze sana na tuseme alhamdulillah katika hatua hiyo ambayo tumefikia. Baada ya kuzungumza haya machache, pia nichukue nafasi hii sasa kutoa taarifa maalum ya maendeleo ya mtihani wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu kuanzia historia yake huko nyuma. Historia ya somo hili ni kwamba utahini wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu, yani EDK, nchini una historia ya muda mrefu katika ngazi mbalimbali za elimu. Mfano, mtihani wa kidato cha 4 ulianza mwaka 1977. Ukichukua 77 mpaka leo tuna takriban miaka 49 kuelekea miaka 50. Kidato cha 6 mwaka 1985. Ualimu ngazi ya diploma mwaka 1988, na ualimu daraja la 3A cheti mwaka 2009. Katika elimu ya msingi, mtihani wa darasa la 7 ulianza mwaka 2006 na kupewa kibali rasmi mwaka 2011, huku upimaji wa darasa la 4 ukianza rasmi mwaka huu 2026. Historia ya mtihani wa darasa la 7. Mtihani wa elimu ya dini ya Kiislamu darasa la 7 ulianza kuendeshwa mwaka 2000. Mtihani wa elimu ya dini ya Kiislamu darasa la 7 ulianza kuendeshwa mwaka 2006 chini ya Islamic Education Panel kipindi hicho, na tarehe 13 Juni 2011 kamishna wa elimu alitoa kibali cha kuendesha mtihani huo. Tangu mwaka huo 2011 hadi sasa mwaka 2026 mtihani huo umeendeshwa kwa miaka 16 mfululizo katika maeneo mbalimbali nchini katika kipindi hicho, na jumla ya watahiniwa
milioni 1,08,6,230 wamefanya mtihani huo. Takwimu hizi zinaonyesha ukuaji wa mtihani huu kutoka watahiniwa 24,892 mwaka 2011 hadi watahiniwa 1,667,574 mwaka 2006, pamoja na ongezeko la wigo wa kushiriki kwa shule na wilaya na mikoa mbalimbali nchini. Upimaji wa darasa la 4. Mwaka 2026 TISTA imeanza kwa mara ya kwanza upimaji wa kitaifa wa elimu ya dini ya Kiislamu kwa wanafunzi wa darasa la 4. Upimaji huo ulifanyika tarehe 12 Agosti 2026 na kushirikisha wanafunzi 15,653 kutoka katika shule 343 katika wilaya 35 na mikoa 13. Kuanzishwa kwa upimaji huu ni hatua muhimu katika kufuatilia mapema kiwango cha umahiri wa wanafunzi na kutoa mrejesho utakaosaidia kuboresha ufundishaji na ujifunzaji kabla ya kufikia ngazi ya kuhitimu elimu ya msingi. Nini umuhimu wa somo hili la elimu ya dini ya Kiislamu katika kujenga maadili na kulinda amani ya taifa letu? Elimu ya dini ya Kiislamu si somo la maarifa darasani pekee, bali ni nyenzo muhimu ya malezi ambao humjenga mwanafunzi katika kumcha Mwenyezi Mungu, kuheshimu utu wa binadamu, kusema ukweli, kutunza amana, kuwajibika, kuwa na nidhamu, kuheshimu wazazi na viongozi, kupenda kazi na kuishi kwa wema na wengine. Maadili haya yana mchango mkubwa katika kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, rushwa, ukatili, matumizi ya dawa za kulevya, uhalifu, chuki na misimamo mikali isiyokuwa ya msingi. Mwanafunzi anayejengewa maarifa pamoja na maadili ana nafasi kubwa kuwa raia mwema na anayeheshimu sheria tofauti za watu na kushiriki katika kulinda umoja, mshikamano na amani ya taifa letu. Kwa hiyo, kuimarisha kwa elimu ya dini ya Kiislamu ni kuiwekeza katika kizazi chenye maarifa, maadili, uwajibikaji na uwezo wa kuishi kwa amani na wengine. Ombi mahususi kwa serikali. Takriban miaka 16 sasa Waislamu kupitia vyombo mbalimbali, kupitia Islamic Education Panel kipindi hicho na hasa waliowatangulia na sasa hivi TISTA imeendesha mitihani ya dini ya Kiislamu ya darasa la 7 na kujenga uzoefu mkubwa wa kitaaluma na kiutendaji katika kusimamia katika usimamizi na upimaji wa somo hili. Aidha, kuanzia mwaka 2027 kwa mujibu wa mtaala ulioboreshwa, elimu ya msingi itaishia darasa la 6. Katika kuendana na mabadiliko haya, TISTA imekamilisha miktasari ya elimu ya dini ya Kiislamu kwa elimu ya msingi na mtaala wa mwaka 2026 umeandaliwa kwa kuzingatia mfumo wa upimaji unaolenga umahiri, yani amali. Kwa kuzingatia uzoefu huo, mabadiliko ya mfumo wa elimu Tanzania Islamic Education Teaching Association TISTA inaiomba serikali kupitia mamlaka husika kuanza kulitahini somo hili rasmi la elimu ya dini ya Kiislamu katika shule za msingi kuanzia mwaka 2027. Ikumbukwe kwamba haya ni maombi tunayarejea mara kwa mara, na katika moja ya makongamano au hafla za baraza la Idi na Maulid tuliwahi kuomba tena kupitia Mheshimiwa Rais na Waziri wa Elimu kwamba kwa kujenga maadili ya vijana wetu, basi somo hili lirasimishwe kuanzia ngazi ya chini, ili msingi unaojengwa katika somo hili ngazi za juu uwe umeanzia ngazi za chini na upate ule uzito unaostahiki. Hatua hiyo haitalenga tu kuongeza mzigo wa mitihani kwa wanafunzi, bali kuimarisha ubora na uwajibikaji katika ufundishaji na ujifunzaji wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu, na kuweka viwango vinavyolingana vya upimaji na kutoa mrejesho wenye tija kwa wanafunzi
walimu, wazazi na wadau wengine wa elimu. Wito kwa walimu, wanafunzi na wadau wengine wa elimu. TISTA inatoa wito kwa walimu Waislamu kuendelea kutekeleza jukumu lao kwa weledi na kuhakikisha somo linafundishwa kwa kuzingatia mtaala, mbinu zilizolengwa za umahiri na malezi ya maadili. Aidha, wanafunzi wanahimizwa kulipa somo hili umuhimu unaostahili katika kushiriki kamilifu katika ujifunzaji na kutumia maarifa na maadili wanayojifunza katika maisha yao ya kila siku. Wazazi na walezi wanaomba kushirikiana na walimu na uongozi wa shule katika kufuatilia maendeleo ya watoto wao na kuwahamasisha kujifunza elimu ya dini ya Kiislamu. Aidha, wanahimizwa kuwaandalia mahitaji muhimu ya kujifunzia yakiwemo vitabu, madaftari na vifaa vingine vya kujifunzia pamoja na mavazi stahiki kama vile hijab kwa wanafunzi wa kike na kuhamasisha kufanya mitihani ya somo la dini ya Kiislamu mashuleni. Vile vile TISTA inatoa wito kwa Waislamu na taasisi mbalimbali na wadau wengine kuendelea kuunga mkono juhudi za kuimarisha ufundishaji, ujifunzaji, upimaji wa elimu ya dini ya Kiislamu nchini kwa kuchangia fedha kupitia akaunti za TISTA zilizofunguliwa katika kila mikoa. Michango hiyo ni muhimu katika kugharimia maandalizi ya uendeshaji wa mitihani pamoja na shughuli nyingine zinazolenga kuendeleza na kuboresha elimu ya dini ya Kiislamu nchini. Kwa kushirikiana na walimu na wanafunzi, wazazi, walezi na wadau mbalimbali, TISTA inaamini kuwa elimu ya dini ya Kiislamu itaendelea kuimarika na kutoa mchango mkubwa katika kujenga kizazi chenye elimu, maadili mema na uwajibikaji kwa jamii na taifa kwa ujumla. Hafla ya pongezi kwa wadau. Mafanikio ya uendeshaji wa mtihani hii yametokana na ushirikishwaji au ushirikiano wa wadau mbalimbali wakiwemo mashehe wa mikoa, mashehe wa mikoa ambao wao ni walezi katika TISTA, taasisi za Kiislamu, viongozi wa serikali, walimu, wazazi, wanafunzi na Waislamu kwa ujumla. Kwa kutambua mchango huo, TISTA chini ya viongozi wao wakuu, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, lakini pia Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Saleh Kaab, inakusudia kuandaa hafla maalum ya kuwapongeza wadau walioshiriki katika kufanikisha mchakato huu. Hafla hiyo inalenga kutambua mchango wao wa kuongeza ari na kuendesha na kuimarisha somo la dini ya Kiislamu hapa nchini. Kwa umuhimu wa hafla hiyo, TISTA inakusudia kumwalika Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia kuwa mgeni rasmi pamoja na wageni wengine. Shukrani na pongezi. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia kukamilisha jukumu hili muhimu la kuandaa na kuendesha mitihani pamoja na kutangaza matokeo yake. Tunashukuru na kuwapongeza viongozi wetu wakuu wa TISTA, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana na kiongozi mwenza Mufti wa Zanzibar Sheikh Saleh Kaab kwa malezi yao na uongozi thabiti